Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Yes, bana, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa PMTV2? Mimi naitwa Nicky Tozi. Big shout out nyingi sana kwa wote ambao mmekwisha kusubscribe YouTube channel yetu PMTV2, mmetisha sana. Lakini pia kama bado haujasubscribe, subscribe sasa ili wa kwanza kupata habari zetu zote ambazo tutawasogezea karibu. Bana, nadhani wengi mnaifahamu A-list ya wasanii wa filamu ambayo tunayo kwa hapa nyumbani Tanzania, lakini pia kama ambavyo unawatazama hapa sasa hivi, hapa kuna Jacqueline Wolper, kuna Auntie Ezekiel, kuna Kajala pamoja na Irene Uwoya. Najua A-list tunao wengi sana wa filamu hususan kwa upande wa wanawake, lakini hawa wamejitenga kwanza, wako wanne na wana kipindi chao kipya cha A-list ambacho hiki wanakuwa wanazungumzia maisha yao na wanaulizwa maswali. Najua wengi walikuwa wanauliza hivi ni nani ambaye anauliza maswali pale? Basi si mwingine yule ni Martin Kadina, ndiye ambaye anauliza maswali, na kipindi hiki kinahusiana na maisha yao. Wanaulizwa maswali ambayo yako direct na maisha yao ya uigizaji na maisha yao nje ya sanaa ya uigizaji. Sasa leo wameulizwa maswali mengi sana, ambayo moja ya swali ambalo limeulizwa na nimeona watu wengi sana kwenye mitandao ya kijamii hususan Instagram wakireact baada ya swali hilo kuulizwa. Martin Kadinda aliwauliza kama wameshawahi kuwa kwenye mahusiano na marehemu Steven Kanumba. Sasa swali hili lilipoulizwa, kilizeni kama wote wakaangaliana like okay, nani hapa kati yetu alikuwa kwenye mahusiano na marehemu Steven Kanumba? Na of course nimeona comments nyingi sana, watu wanasema kuwa hao wote walishawahi kuwa kwenye mahusiano na Steven Kanumba. Yani hawa ambao wanawatazama hapa, Jacqueline Wolper, Irene Uwoya, Auntie Ezekiel pamoja na Kajala, wote wameshawahi kudate na marehemu Steven Kanumba. Japo kwenye kujibu hili swali kidizeni kama wote wakawa wamekataa, hapana, mimi sijawahi kudate na Martin, kumradhi, sijawahi kudate na Steven Kanumba. Wolper amekataa. Lakini Kajala sasa, ambaye yeye anasema na ushahidi, anasema kuwa Auntie Ezekiel ndiye ambaye alikuwa kideti na marehemu Steven Kanumba kwa kipindi kile, na yeye anasema alikuwa hadi ana ushahidi, alikuwa akimuona mara kadhaa akiwa anaongea na si mara nyingi zaidi pamoja na marehemu Steven Kanumba. Lakini pia anasema kuna kipindi alikuwa kambi kule Kigamboni, akamuona Auntie Ezekiel amepita kimya kimya nyuma, kaingia ndani, kaenda kujificha. Sasa na hapo ambapo kwenye hiyo kambi, kama ambavyo unajua, marehemu Steven Kanumba alikuwa ni mmoja ya waigizaji wakubwa sana ambao kikweli walikuwa wameshavuka zile stage. Yani alikuwa ni star ambaye kwa sasa kimuziki unaweza tukamweka kama ndo Diamond, you understand? Kwa hiyo kipindi kile alikuwa anaweka kambi hawa wasanii ambao unawatazama hapa, naye ndiye ambaye alikuwa akiwalipa, naye ndiye ambaye alikuwa boss. Kwa maana hiyo boss alikuwa na sehemu yake mwenyewe ambayo alikuwa anakaa, ambayo sehemu hiyo Auntie Ezekiel alikuwa akienda pale anapita kisirisiri, anaingia mlango wa nyuma, wanaenda kumalizana huko na marehemu Steven Kanumba, kwa namna ambavyo nimemuelewa Kajala. Sasa Kajala anasema tulikuwa tunakuona kipindi kile kambini unapita nyuma unaingia ndani, au sio? Na kwa namna ambavyo Kajala alivyokuwa kimbana Auntie Ezekiel kuhusiana na yeye kuwa kwenye mahusiano au kuwa kwenye mahusiano na marehemu Steven Kanumba, unaona kabisa Auntie Ezekiel hakatai, yani hajibu chochote. Hii ikiwa ina maana kwa ni kweli alishawahi kuwa kwenye mahusiano na marehemu Steven Kanumba. Kiukweli imekuwa ni exclusive sana kwetu kwa sababu hatukuwahi kujua, you understand? Na tulikuwa tukifahamu tu kwa marehemu Steven Kanumba alikuwa akitoka na Lulu na vitu kama hivyo na watu kadhaa hapa na pale, lakini hatukuwahi kufahamu kuwa Auntie Ezekiel aliwahi kuwa kwenye mahusiano na marehemu Steven Charles Kanumba. Wewe ulikuwa unafahamu? Lakini pia kwa namna ambavyo wewe ulikuwa unafahamu, nikuulize wewe ambao unatazama sasa hivi unaamini hawa wote hawakuwahi kudate na marehemu Steven Kanumba ni Auntie Ezekiel pekee? Hebu niandikie hapo chini kwenye comment. Mimi ni Nicky Tozi, jirani yako. Shout nyingi sana kwa ambao umekwisha kusubscribe, na kama bado haujasubscribe, unaona ile neno hapo limeandikwa subscribe, hebu libonyeze kwanza. Libonyeze. Ukishalibonyeza umetisha sana. Bana, niwashukuru mpaka baadaye, endelea kubaki nasi kwa sababu hapa ndio sehemu pekee ambayo tutakuwa tukipata habari zote zinazomeka headline kwenye mitandao ya kijamii. Mpaka baadaye. Bye bye.